akapima. Kuita waandishi wa habari sio changamoto, kwa sababu sisi wote tumepata taarifa kwa Cheri. Yule Cheri ndo katoa taarifa. Sisi yule ndugu yetu tunaishi naye, tunatembea naye, tunatamba naye, tunacheka naye, tumeingia mtandaoni ghafla tunakutana na Cheri anatoa taarifa. Bwana huyu nilikuwa naye. Tukauliza Cheri, una ushahidi gani? Sasa nilikuwa naye, tulikuwa tunapanga wote foleni. Tukamwambia ndugu yetu, basi mthibitishie Cheri. Mimi nimechangia, nimemtumia milioni 2. Nimemtumia milioni 2 bwana, hiyo kula matunda. Milioni 2 kula matunda na mboga kipindi hiki. Utengeneze vinini vile vishambulie. Amesema leo anaenda kupima sema kwa sababu kamera zile. Unakataa? Wanaruhusu hospitali, wanaruhusu. Ndani kasema hospitali wanakataa. Anasema kamera ziruhusu. Wodini ndio kamera zinakatazwa. Wodini. Wagonjwa, kwa sababu kuna wagonjwa mwingine mtu yuko taabani, lakini pale kwenye kupima pale unakwenda au kuingia live Instagram yake na simu yake, au aige TikTok live au Insta live, na hivi kamera vidogo angewaruhusu waandishi habari muingie basi tu hapo. Ni kipindi cha kumwombea ndugu yetu, kumwombea ndugu. Na mimi nimwambie, mimi sijui lolote, si namsikiza Cheri. Unamsikiza Cheri? Kwa taarifa tumezipata wapi sisi? Labda kuna dondoo upo nazo. Hapana, mimi sina dondoo zozote, si namsikiza Cheri. Cheri yeye ndo anatuambia, jamani kuna hichi leo. Kuna hichi. Tuambia kweli Cheri tuthibitishie, akatuthibitishia. Kwa kati ya Doto na Cheri uko upande wa Cheri. Mimi namsikiza Doto sasa, yeye Cheri katoa vitu. Doto yamjibu Cheri kwa kumpinga kwa fact. Bwana Cheri kasema hiki cha uongo. Ndio kasema leo bwana, mimi babu siwezi kuonyesha unyayo. Na hawezi kuonyesha unyayo. Doto sionyeshe unyayo, ni mwiko. Hai baba ya unyayo. Sasa hivi ukimsimamisha mwanamke anakuambia inua unyayo. Hebu mimi nijikague, wewe msiuzumu. Sasa tukakuta unyayo. Jamani unyayo jamani. Kwanza kiukweli yule Cheri hata kama ni kweli amekosea. Tukiacha mambo ya utani, Cheri amekosea. Unajua hakuna kitu kibaya mtu kumzushia kitu ambacho ni privacy yake. Sasa kama mimi leo nina kovu hapa, nina kilema, nitembee na mwanamke kwa mtu wenyewe una kilema hapa, kosa kisheria, hata kiustaarabu haipo vizuri. Kwa hiyo sijajua Cheri aliwaza nini. Sasa kama yeye aliamua kujitangaza kama na virusi vya ukimwi, alikuwa anataka kutumia platform yake kuwasaidia watu wengine, lakini kwenda kumzushia mtu ambaye huna, kwa sababu anayethibitisha wewe ni mgonjwa ni daktari. Hata kama miguuni mwako na vidoti, unatete kuanga, unatoka madonda humu, hatuwezi kuthibitisha wewe una ukimwi mpaka daktari wachukue damu zako wazipeke maabara mara 3, na bado majibu ni siri kati ya daktari na mara 3 daktari ndio atathibitisha una ukimwi, na baada ya kuthibitisha hiyo atakupa majibu wewe ukiwa na mtu wako karibu au wewe peke yako. Kuanza kuyatangaza matokeo yako ya upimaji ni ridhaa yako. Kiukweli Cheri alikosea. Sisi tupo kwa sababu ya utani. Sababu kuna wakati wangu ananipigaga, kwa wakati wake lazima nimnyoshe. Lakini in reality Cheri kama influencer ambaye tulikuwa tunamuona kwenye upande wa ukimwi ni champion. Lakini kwenye hili nimemfuta kusema ni champion.